Bwana Yesu asifiwe na karibu katika ibada yetu ya leo. Ujumbe wa leo unaongea kuhusu jibu ambalo hakuna mwingine anaweza kupeana. Jibu ambalo hakuna mwingine aweza kupeana, ama majibu ambayo hakuna mtu mwingine awezaye kupeana. Kifungu cha Biblia ni kitabu cha Mwanzo mlango wa 41 na mstari wa 15 hadi mstari wa 16. Neno lasema hivi: Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto, wala hakuna awezaye kunifasiria. Nami nimesikia habari zako, ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri. Yusufu akamjibu Farao akasema, si mimi. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Majibu ambayo hakuna mtu mwingine aweza kupeana. Katika dunia hii zipo dhiki mbalimbali, na wengi wanasumbuka na wanahitaji majibu katika maisha yao. Pasipo kujua, pasipo kujielewa, wameanguka katika tamaduni za dunia hii, ambazo tamaduni za dunia hii, kwa taarifa yako, ni kwamba zote mtazamo wake ni ubinafsi, mali za kidunia na ufanisi wa mali za dunia hii. Na ili kung'ang'ana kuweza kupata mali hii ya dunia, ama kutimiliza ile kiu ya ubinafsi, wanadamu wameingia katika mambo mengi potovu. Wanafanya mambo ya ajabu ajabu, hata kuanguka katika udanganyifu wa mazingaombwe na mambo ya unabii wa uongo, kama vile tunaona Matendo ya Mitume 13 na mtu mmoja anaitwa Bar-Yesu wanafanya maajabu yake na kupotosha watu wengi katika eneo la Pafo. Na pia watu, ili kujaribu kujaliza mambo haya ya ubinafsi, mali za kidunia na ufanisi katika masuala ya dunia hii, watu watajaribu hata mambo ya ubashiri. Kama tunaona msichana mmoja mjakazi ambaye alikuwa anabashiria watu katika Matendo ya Mitume 16 na kuwapatia hela nyingi waliokuwa wamemmiliki. Na pia watu wanajaribu katika mambo ya uchawi, kama vile tunaona Matendo ya Mitume 19. Wakati walisikia injili kupitia Paulo, walitoa vitu vyao vya kichawi na vikachomwa. Ni kwa sababu waligundua ya kwamba hiyo ni njia ya upotevu. Ingawa wanadamu wamejaribu katika njia hizi zote ambao zipo katika dunia na zinatumika katika tamaduni za kidunia, hawajaweza kujikwamua kutoka kwa kitambulisho chao. Kitambulisho chao ni gani? Ni kwamba wakiwa wametenganishwa na Mungu ni wenye dhambi, wao ni watoto wa Shetani. Biblia inatueleza hivi, Yohana 8:44, na hawana budi ila kuishi kama watumwa wa Shetani, kama Biblia ilivyoweka wazi katika Waefeso 2:2. Watu hawa hawatakuwa na pumziko la kweli hata katika fikra zao. Watasumbuka na kukosa pumziko. Na ndiyo sababu Yesu anawaita katika Mathayo 11:28, njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapa pumziko. Ni kwa sababu pumziko la kweli liko ndani yake Kristo na Kristo peke yake. Lakini watu wasipopata pumziko ndani ya Kristo na Kristo peke yake, matokeo yake haya matatizo ambayo yanawasumbua katika mioyo yao, katika akili zao, yatadhihirika kama magonjwa ya kimapepo. Ndivyo walivyosumbuka watu katika mji wa Samaria, hadi wakati Filipo alishuka katika mji huo na kuwahubiria Kristo. Mapepo yaliwatoka na wengi waliokuwa wameonewa na Ibilisi wakawekwa huru. Ikawa furaha kuu katika mji ule. Na Kristo afanye kazi katika maisha yako hata saa hii, na kuwe na furaha kuu katika maisha yako, wewe uliyekosa furaha halisi katika maisha yako. Ni kwa sababu furaha halisi haipatikani kwa kitu kingine, ni ndani ya Kristo peke yake. Lakini watu wasipopata furaha hii ya kweli ndani ya Kristo na Kristo peke yake, wakati utafika watakufa. Biblia inasema amewekewa mwanadamu kufa mara moja, na baada ya kifo hukumu. Watakufa na kwenda jehanamu na kuacha laana kwa watoto na watoto wao. Hivyo ndivyo wasioamini wanavyoangamia.
licha ya jitihada na juhudi zao nyingi. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwako wewe ambao umeokoka tayari, nataka nikufahamishe ya kwamba Mungu anataka kukutumia kuweza kuponya dunia hii na kuweza kuiongoza. Si wewe uongoze na dunia, tamaduni za dunia, bali wewe ukaweze kuiongoza, ukaweze kuwa mhusika ambao utaonyesha watu njia. Bwana Yesu asifiwe. Na kama utakosa kutambua jambo hili na utakosa kufanya maandalizi ambayo yanahitajika, matokeo yake ni kwamba utaongozwa na dunia hii. Utaishi kuongozwa na utajikuta kama kondoo anayepelekwa machinjoni, unakokotwa na tamaduni za dunia hii. Ingawa za kukuangamiza, utakuwa hauwezi kujisaidia. Lakini nataka nikueleze maandalizi muhimu ambao unahitaji kuyafanya kusudi ukaweze kutumika. Maandalizi hayo Mungu ameweka wazi katika neno lake, na tunaweza kuyatekeleza na tukawa katika hali ya kuandalika ya kwamba tutaongoza watu katika ufalme wa Mungu. Sisi kuongozwa na tamaduni za kimapepo. Unajua shetani yeye ni muuaji, kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuangamiza. Maandalizi muhimu ambayo unahitaji ni katika akili yako na katika moyo wako. Hiyo ndio msingi. Bwana Yesu asifiwe. Katika akili yako na moyo wako, ili uishi maisha yaliyo heri. Biblia inasema hivi, kitabu cha Zaburi mlango wa 1 mstari wa 1 hadi wa 6. Heri mtu yule asiyekwenda katika kusanyiko la wasio haki, wala akuketi barazani kwa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria ya Bwana uitafakari mchana na usiku. Mchana na usiku unatafakari kitu gani? Ni neno lake Bwana ama ni mambo ya tamaduni za dunia hii? Kama ni tamaduni za dunia hii, ujue mwisho wake ni uharibifu. Lakini kama ni kutafakari neno lake Bwana mchana na usiku, umebarikiwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hali ya kiroho iliyouishwa, iliyoburudishwa, kwa sababu mtu anaishi maisha kulitafakari neno lake Bwana, maisha ya mtu huyo yatapokea baraka za kipekee. Ni baraka gani hizo za kipekee? Baraka za kwamba Bwana yu pamoja nawe. Bwana yu pamoja nawe, baraka iliyofurahiwa na Yusufu. Baraka ya Mungu yu pamoja nasi sote tuliomwamini Yesu Kristo, sote ambao tunalitafakari neno lake Bwana mchana na usiku. Bwana yu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 1:23 nasema ataitwa Immanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Baraka za umoja, ya kwamba Mungu anaunganisha kila kitu na katika kila jambo anafanya kazi kwa wema wanaompenda, walioitwa kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Warumi 8:28. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ule, ni katika mazingira kama haya Mungu atakutumia kutekeleza yale ambao wengine hawawezi kutekeleza. Walikuwepo watu ambao walikuwa na elimu nyingi wakati wa Farao, wakati wa Yusufu. Wakati Yusufu aliitwa kutafsiri vitu, walikuwa na wengi walio na uzoefu wa kisiasa, lakini Mungu akamuinua Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Na akaweza kutoa jibu hilo kwa mfalme Farao, ambao hakuna mwingine aliweza kulitoa. Haya ni majibu ambayo nakuombea wewe ukaweza kuyapokea siku ya leo, wiki hii, siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kwa sababu Mungu atakutumia weza kuyatekeleza yale ambayo wengine hawawezi kutekeleza. Wakati Yusufu aliulizwa, wewe unaweza kutafsiri ndoto? Hivi ndivyo alivyokiri. Mstari wa 16 kifungu cha tumesoma. Yusufu akamjibu Farao akasema, si mimi. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia maisha yangu Mungu akupatie majibu ya amani. Na kupitia maisha yako Mungu akupatie na wengine majibu ya amani ambayo hawezi kuyapokea mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Na akafungue macho yako ukaweze kuona yale ambayo wengine hawaoni. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anasema anafanya njia pasipo na njia, lakini si wote wanaona hiyo njia ambayo wanaifanya. Na akafungue macho yako ya kiroho ukaweze kuona yale wengine hawaoni. Bwana Yesu asifiwe. Na utatambua ya kwamba haijalishi ni wapi ulipo,
Kwa hiyo Yusufu haikujalisha ya kwamba alikaa na ndugu wa aina gani, walikuwa wanamchukulia vibaya kiasi gani. Haikujalisha kwamba aliuzwa kama mtumwa, haikujalisha kwamba hata alisingizwa uongo akatupwa gerezani, haikujalisha hata wakati alifanywa mkuu katika Misri, akafanywa gavana, hakuanza kujigamba. Alijua si yeye, ni Mungu anayefanya kazi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa tayari wakati wote. Biblia yatuambia hivi katika Timotheo wa pili mlango wa 4 na mstari wa 2, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Na ndio sababu nazungumza kuhusu maandalizi. Hakuna nafasi yoyote ya kisingizio, kwa sababu hii ndio siwezi, kwa sababu hii ndio siwezi. Tuwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa, na vinawezekana kwa kulitafakari neno lake Bwana mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu yuko pamoja na wewe, haijalishi hata wafalme watakutishia vipi. Shadraka, Meshaki na Abednego, unaposoma Danieli mlango wa 3 mstari wa 16 na 17, walimwambia mfalme ishi milele na milele, lakini kuhusiana na swala hili hatuhitaji kukujibu. Maana yake hatuhitaji kujitetea mbele zako. Mungu wetu ana uwezo wa kutukomboa, na hata asipotukomboa hatutainamia sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Tutamuinamia Mungu aishie milele, anastahili kuabudiwa. Haleluya. Mamlaka yetu sisi tulio watoto wa Mungu yanatoka juu. Yesu akaja kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka kwake, Mathayo 28:18, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni. Aliwatuma na mamlaka yote mbinguni na duniani, na hata sisi anatutuma na mamlaka yote mbinguni na duniani. Yu pamoja nasi, yeye yu ndani yetu. Akasema, ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa ulimwengu. Yu pamoja nasi, yu ndani yetu kama Roho Mtakatifu. Yeye ni pumzi ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza 3:16 anasema, je, amjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Bwana Yesu asifiwe. Na ili kuweza kuwa na uzoefu wa uwezo wa Mungu huu usiozuilika na tamaduni za dunia hii, usiozuilika na hila za shetani na hata mikasa yote ambayo adui anaweza kuleta, ili kuwa na uzoefu wa uwezo huu lazima tumakinike. Bwana Yesu asifiwe. Na tutamakinika vipi? Ndio nasema kutafakari takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumesoma Zaburi 1, amebarikiwa anayelitafakari neno lake Bwana mchana na usiku. Huku ni kutafakari kuliko kutakatifu. Na ili kuweza kuzama katika mazoea haya ya kutafakari mchana na usiku, lazima uelewe ya kwamba kupa kuunganika katika kupumua kule tunapopumua kwa kimwili na pumzi ya uhai. Bwana Yesu asifiwe. Angalia katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 7. Mungu alipomuumba Adam alipumzia pumzi ya uhai. Bwana Yesu asifiwe. Na Ezekieli 37 mstari wa 9 hadi wa 10. Pumzi ya uhai ikajia mifupa mikavu, na mifupa mikavu akasimama ikawa jeshi kuu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ambayo inatajwa katika Ezekieli ilikuwa ni hali ya Israeli. Walikuwa wamekosa matumaini, wanaona hawana msaada, lakini pumzi ya uzima ilipokuja juu yao waliweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Yesu baada ya kufufuka aliwajia wanafunzi wake ambao walikuwa wamekata tamaa, na akawaambia katika Yohana 20:22, pokeeni Roho Mtakatifu, na akawapulizia pumzi na wakajawa na Roho Mtakatifu. Na hata sisi wakati tunapumua taratibu na tumwambie Bwana, nijaze na Roho Mtakatifu, fanya kazi kwa Roho Mtakatifu katika maisha yangu. Unapofanya hivi utashangaa hata usumbufu katika akili yako utatoweka. Ni kwa sababu gani? Roho Mtakatifu ni pumzi ya uhai, pumzi ya uzima. Ujazo wa Roho Mtakatifu unabadilisha hali zetu, unabadilisha mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Hata unapopumua, toa hewa nje, vunja kazi za giza. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu tuna mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho kudhuru. Unapopumua mwambie Bwana, nijaze na Roho Mtakatifu.
Fanya kazi kwa Roho Mtakatifu maishani mwangu. Fanya kazi kwa Roho Mtakatifu katika jamii yangu. Fanya kazi kwa Roho Mtakatifu katika yote yanayonihusu na wote ambao nitakutana nao hata siku ya leo. Na unapopumua hewa hiyo nje, vunja kazi za giza katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika zoezi hilo utaona kazi ya Mungu. Wewe uliye mtoto wa Mungu. Wajua watu wa dunia hii tafakari ambazo kiini chake ni wao wenyewe, lakini kutafakari kuliko kutakatifu kiini chake ni Mungu Muumba, ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sio sisi wenyewe, bali ni yeye awezaye yote. Na ndio sababu kwa uwezo wake Kristo tunaweza kukiri na yaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni roho wa uumbaji. Anapofanya kazi ya kipekee, kazi ya uumbaji upya itatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wakati kama huo kwa uwezo wake Mungu tutaweza kutekeleza kazi ambayo wengine hawezi kutekeleza. Ni kwa sababu Mungu mwenyewe atafungua macho yetu na tutaona yale ambayo wengine hawayaoni. Bwana Yesu asifiwe. Na tutatoa majibu kwa watu, na hata watu wenye mamlaka kama wafalme na watawala. Siku hizi kuna marais, magavana na wengi walio katika nafasi za uongozi wanahitaji majibu katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Na naamini wakati umefika ya kwamba Mungu aanze kukutumia wewe, aanze kukutumia mimi kutoa majibu haya kwa maisha yao kwa ajili ya kueneza neno na uzima. Mungu anataka tuwe mashahidi wake. Matendo ya Mitume 1:8. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, na mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Judea, Samaria, hata mwisho wa ulimwengu. Majibu yote ambayo Mungu anatupatia ni vifaa vya kuweza kutekeleza kusudi kuu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapofanya hivyo, yote mengine Bwana anasema atatuzidishia. Na neno la Bwana likatimia katika maisha yako sasa hivi na siku zote za maisha yako. Na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye baraka zote. Litimize neno lako maishani mwa waumini tuliokusanyika mahali hapa, na wengine ambao watatazama ujumbe huu sasa na siku za usoni, kwa utukufu wa jina lako Baba. Kamtumie kila mmoja ambaye anazingatia ujumbe huu moyoni mwake. Kamtumie weza kupeana majibu ambayo wengine hawawezi kupeana. Ndani katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.